Nikwambie kitu ndugu yangu, kama unamwamini Yesu, kuna vitu ambavyo unapaswa kujifunza. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anamwamini Mungu na anaamini kwamba ulinzi wake uko kwa Mungu pasipo kuzingatia hili na akafaulu. Kwa sababu Mungu huwatumia watu kwa ajili ya kuweka kinga kupitia kwao. Au watu unaweza ukawa unawajua ama huwajui. Kwa mfano, wewe unaweza ukawa unataka pengine kupata ajali ama kugongwa na gari. Akapewa mafunuo mtu wa kule ambaye pengine hata umjui. Na kwa sababu ya huruma za kimungu, huyo mtu akaona aingie kwenye maombi na akemee hiyo roho na akaomba kwa ajili ya jinsi alivyokuona, lakini huenda hakujui ama unamjua lakini unamchukulia kawaida. Na baada ya hapo ndo unakuta watu kwa kutokuelewa hili, unakuta mtu kwa sawa anamchukulia mtu yule kawaida tu, wa nini, wa kazi gani. Kumbe huyo mtu ndo alikuwa msaada mkubwa katika kupeleka mbele za Mungu ama kufanya maunganisho kati yako na Mungu. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Watu wanakuja kujikuta wanaingia kwenye matatizo. Shetani anachokifanya, anakuja anaweka upofu wa kifikra, wa kigiza zaidi. Huyu mtu kama wako maeneo ya karibu, wanajikuta hawako katika mstari mmoja. Na baada ya kutokuwa katika mstari mmoja, wanajikuta wamefanya jambo moja ambalo huyu anafanya vya kwake na huyu anafanya vya kwake, kwa maana kwamba hakuna anayeelewana na mwingine. Na kinachofuatia hapo, unajikuta shetani anatumia umrango, kwa sababu yule ambaye pengine alikuwa anachukua dhamana ya kupeleka mbele za Mungu ana time tena na wewe, amekuacha. Kwa hiyo mlango umebaki wazi na shetani anatumia hiyo njia kukupiga. Ndio maana unakuta mtu amepata ajali, lakini huenda hiyo ajali kuna mtu aliyeiona kwamba kuna fulani nimeonyeshwa katika njozi anapata ajali, lakini kwa sababu umeshavurugana naye fulani naye ya nini anakausha. Akikausha ndio anakuja kupata mambo kama hayo ambayo pengine angezuilika kwa sababu ungekaa vizuri na watu ambao ni kuna watu ambao pengine wanaweza kuwa na wadharau tu. Ndio maana kuna kanisa moja aliingia bibi kizee, kumbe ndio amebeba hatima ya kanisa na watu wakamdharau, lakini alipoondoka vile ambavyo walivyokuwa wanavipata wale wa kanisani pale, vitu vilikoma kwa sababu hawakujua siri ya yule bibi kizee kusali pale, wakawa wanamchukulia poa. Kwa hiyo maisha ndivyo yalivyo. Jifunze kuheshimu watu, huenda mbingu zinafunguka kwako kupitia watu. Kwa Mungu awabariki. Ishi nalo hiyo.